nikukaribishe kwa mara nyingine tena kwenye kipindi chetu cha Love Balance, kipindi ambacho muda wote au kwa wakati wote tunakujia kupitia Juice Media. Leo turudi kwenye kipindi chetu cha msingi ambacho kidogo ni muda mrefu tulikiona, lakini ni kuhakikishieni ya kwamba kuanzia sasa na kuendelea tutaweza kukifanya kwa nguvu zote, kwa sababu mambo yamekuwa ni mengi. Lakini nishukuru Mungu kwa sababu nimeendelea kupata maoni ya watu wengi ambao wameweza kuniomba au kunisisitizia kwamba tuweze kurejea kwenye kipindi kile, maana tulifanya episode moja kwenye Love Balance ambapo kuna umuhimu wa kukiendeleza, kwa sababu tunaposema Love Balance inazungumzia mahusiano, na kwa kweli kwenye muda tulionao mahusiano yamekuwa na impact kubwa ambayo ipo negative, lakini pia yako kwenye positive, kwa sababu ni ulimwengu ambao mahusiano yamekuwa na nafasi kubwa, yamekuwa na mchango mkubwa, aidha kwenye njia hasi au njia chanya. Kwa hiyo walivyoendelea kuniomba na kunisitizia kwamba tuweze kurejea kwenye zile episode, nikaona ni vyema tuje kwenye episode ya pili na kuweza kuendelea zaidi. Ndugu zangu, kwenye episode iliyopita tuliweza kuanza kwanza kwenye inishi ya mahusiano ni nini, lakini pia tukaona aina za mahusiano au mapenzi, ambapo tuliona kwa upande wangu niliweza kugawa kuwa mahusiano kwenye mafungu manne makubwa, ambayo ni mahusiano ya utiifu au penzi la utiifu, mahusiano au penzi la kujaliana, lakini pia tukaona penzi la uigizaji, na mwisho penzi kamilifu au penzi kamili au mahusiano kamili. Kwa hiyo tumeishia hapo. So kwa siku ya leo nataka tuweze tuone aina ya kwanza ya mahusiano, ambapo aina ya kwanza kama tuliweza kuiona penzi la utiifu. Penzi la utiifu ni penzi ambalo tafsiri yake au ainisho yake fupi, licha kwamba kila mtu anaweza kuwa na ya kwake, lakini ainisho fupi sana ya penzi la utiifu ni aina ya penzi ambalo tunaliita muda mwingine ni uhusiano wa mahaba au penzi la mahaba, kwa sababu ni penzi ambalo au ni mahusiano ambayo muhito wa kimwili unakuwa na nafasi kubwa sana kwa wapendanao au kwa wale wahusika kwenye aina hii. Kwa hiyo ni kwa namna hiyo, lakini pia kwenye aina hii ya mahusiano kunazo faida na changamoto zake. Ninaposema muhito, ina maana ni nafasi ambayo wale wanaopendana au wahusika wa nafasi wa aina hii ya mahusiano wanajali sana muhito wa kimwili, au muda mwingine tunasema kwamba kushiriki kwenye tendo. Sasa kwa nafasi hii au kwa aina hii kunazo aina mbalimbali au kuna faida zake na madhara yake, lakini pia kuna sifa. Kwa sababu tunasema hili swala kwa sababu tunajua kuna wale ambao bado hawajaingia kwenye mahusiano, lakini pia kuna wale ambao tayari ni wanandoa, wapo kwenye mahusiano tayari kwenye ndoa. Kwa hiyo tumekuja na session hizi kwa sababu tunaamini kwa sasa ni moja ya changamoto ambazo watu wengi wanakabili. Ndoa nyingi hazidumu, mahusiano hayakai kwa muda mrefu, kwa sababu kunayo misingi ambayo watu kulingana na generation inavyokuwa inabadilika, watu ni kama vile hatujui tunafanya nini. Kwa hiyo unajikuta mwisho wa siku watu wameanza vizuri, huyu inawezekana akawa na lengo hili, mwingine hana lengo tofauti, wanaingia kwenye mahusiano, mwisho wa siku wanakuwa kwenye ndoa moja, tayari wameingia kwenye meli moja, lakini mwisho wa siku haitodumu kwa sababu kila mmoja hajui kila anachokifanya. Kwa hiyo inapelekea mahusiano mengi kutokuwa na muda wa kutosha. Ndoa nyingi zinavunjika mapema. Ndio maana ili kusaidiana, angalau kwa ile elimu ndogo ulionayo, mwingine alionayo, angalau tunaweza kubadilishana uzoefu, kubadilishana elimu, ili kuweza kuondokana na changamoto ambayo kwa kweli imekuwa ni kasumba kubwa. Kwa hiyo tumesema ya kwamba aina hii sifa yake moja kubwa ni hiyo, au kwamba watu wengi msukumo huo unakuwepo. Hivyo kama nilivyosema ya kwamba wao wanaendekeza sana miito ya kimwili, na hivyo
moja kabisa unapotaka kuona kilele au ishara kwamba huo upendo uko vipi, na je, hawa watu wamependana kweli? Upendo watu wana hii katika penzi hili au mahusiano haya utaliona kushamiri pale wanapokuwa wanahitajiana kimapenzi au kimwili. Kwa hiyo unapohitaji kuona, je, hawa watu kweli wanapendana? Je, kweli wanajaliwa? Yaani ile feeling kwa watu hawa inajitokeza kwa kipindi hicho. Kwa hiyo hiyo ni moja ya sifa kubwa ambayo utakwenda kuiona kwenye aina hii ya mahusiano. Tunaposema ya kwamba kila kitu kina faida na kina madhara yake. Faida kubwa ya aina hii ya mahusiano ni nini? Ikiwa watu hawa watakwenda kuendana kwenye style ambayo nimesema kwamba ni muda wote wao wanaendekeza miito ya kimwili. Sasa ikatokea katika kuendekeza hilo wameelewana au wameridhishana, wamejifiri kwamba wameendana wao wawili, kwa kweli utasema hawa ni Adamu na Hawa, kwa sababu muda wote wanakuwa wako pamoja. Kwa aina hii ya kwanza ambayo ni penzi la utiifu au mahusiano ya utiifu, ikiwa watu hao watakwenda kuendana kwenye ile pointi ambao kwa kweli inakwenda kuunganisha, ambao ni mwitikio au mwiito ya kimwili kuwa na nafasi kubwa, wakiendana kwa namna hiyo, ina maana wao watakuwa pamoja kila wakati. Ni watu ambao mara kwa mara unajikuta unashangaa, mbona wale watu wanakuwa yaani kila wakati wako pamoja? Kwa nini? Unajua kwamba hamna, wale watu tayari wameendana kwenye mwito wa kimwili. Kwa utashangaa leo wanakutana, baada ya siku moja wanakutana, baada ya siku moja wanakutana. Sio unasema yes, ni too much. Hapana. Hiyo ni moja ya sifa ya aina hii ya mapenzi au aina hii ya mahusiano. Sasa kuendana huku, wao pia ni watu ambao wanajisikia kama vile wanapendana sana kwenye aina hiyo, kwa sababu ndio wako pamoja. Kwa hiyo wanakuwa nazana kwamba kwa kweli sisi tunapendana sana. Lakini pia hata walimwengu wanafikiria kwamba kweli wale vijana wanapendana sana. Yaani kila muda wako pamoja, yaani unakuwa ni kama vile yaani umekuwa closed sana. Kwa hiyo wanajisikia kama vile wanapendana sana, kwa sababu ya kila ambacho kinaunganisha mwito au miito ya kimwili kuwa kwenye level ya juu. Muda wote wanakuwa wanahitajiana kwenye upendo. Mwisho wa siku hilo litakuwa ni ishara tosha kwao kujiaminisha, lakini pia walimwengu kuamini kweli hawa watu wanapendana. Kwa hiyo wanajisikia hivyo, au ulimwengu na unawatambua kwa namna hiyo. Lakini sasa pamoja na kujisikia kwao kwamba wanapendana sana kwa sababu yeye kuwa pamoja, wao wanajifeel hivyo, lakini pia watu wanawaona wasiojua ndani nao wanafikiria hivyo hivyo. Lakini sasa inapotokea mazingira ya kujitolea yanapohitajika, si wao tayari wamejifeel kwamba kwa kweli sisi mimi na fulani tunapendana sana, fulani ananipenda sana, mimi napenda fulani, kwa sababu ya ule muda unakuwa pamoja mara nyingi, kwa sababu kama nilivyosema hapo. Sasa inapofikia hatua kwamba mazingira ya kujitolea yanahitajika baina yao, penzi lilokuwa limeshamiri kwa kiasi kikubwa, penzi lilokuwa ambalo mahusiano ambayo yalikuwa na mambo mengi, inapohitajika issue ya kujitolea au ya kusaidiana, ilo penzi au mahusiano yanafifia kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Ina maana ndipo sasa yule ulikuwa ukimzania ndiye utasema siye, kwa sababu hitaji la kujaliana la kujitolea baina yenu linapokuwa limehitajika, hiyo nafasi inakuwa haipatikani,
au ule utayari wa huyu kujitolea kwa niaba ya mwingine unakuwa haupo kwa kiwango kikubwa. Penzi lilionekana limeshamiri kwa kiasi kikubwa, linashawishi watu, linavutia kwa namna ambavyo wako closed, moja kwa moja linakuwa linafifia kwa kasi sio kwa ya kawaida. Ndio hapo unasikia yani hivi unashangaa zile kwamba mtu na shosti yake anamtembelea anaumwa, vipi nimeshamwambia Asumani namtumia SMS hapokei, nampigia simu hapokei, yani sielewi kabisa. Hiyo ni ishara kwamba sifa ile ya kujitolea baina ya wapendanao inakuwa haipo. Ni moja ya kasoro kubwa katika zote. Inawezekana wewe ukabaini hapo kulingana kama unapitia situation hii. Hii inatokea iwe kwa mume au kwa mke. Ndio pao unasikia kwamba mke anaumwa ndani lakini mme iko ridhaa kwenda kwenye mizunguko yake. Mme anaumwa ndani, mke hajali, anafanya mambo yake. Sio kwa bahati mbaya. Inawezekana watu hao wapo kwenye ndoa lakini aina ya mahusiano yao yameangukia kwenye hili fungu bila wao kujua. Na ndio maana sisi nikaona ni vema angalau tuweze kuwapana elimu hii ili angalau ukiwa kwenye mahusiano au kama ujiingia kwenye mahusiano au tayari uko kwenye ndoa uweze kutathmini na ujue, kwa sababu pia hapo chini nitaweza kutoa ushauri utafahamu vipi aina hii ya mahusiano au utafanya nini ukiwa tayari umedumbukia kwenye aina hii ya mahusiano au aina hii hata kama ushakuwa kwenye ndoa, ili pia ujue namna ya kuweza kuhandle mambo haya na kuweza kusonga mbele kwa mwenza wako ambao tayari umeshaanza naye familia. Sasa tunaposema sifa kujitolea, kujitolea ni nini? Kujitolea kuna maana ya mtu mmoja kuumia kwa niaba ya mtu mwingine. Ndio maana nasikia yani mimi mke wangu akiumwa na mimi pia naona nimeumwa. Mume wangu akiumwa na mimi naona kama vile nimeumwa. Ina maana nashindwa kufanya chochote. Yaani nakuwa kama vile nani maumivu anayopitia yeye, ina maana wewe moja kwa moja unayapitia. Ndio maana nasema kujitolea ni kushare maumivu lakini pia kushare zile raha ambazo mnazipitia. Moment zote, negative way, positive way. Kwa hiyo unapokuwa tunaposema kwamba kujitolea ni mazingira ya kuumia kwa niaba ya mtu mwingine. Hiyo ni namna tunaposema ni tafsiri ya kuumia. Lakini pia kutokuyumbishwa na watu wa pembeni. Unajua inawezekana wewe mwanaume labda unapitia situation ambayo unahitaji labda mtu mmoja aje mwenza wako aje akupe backup. Hivi naamini ulipohitaji Amina haje labda akufulie nguo na hajafika kwa sababu ni aina hiyo ya mahusiano, walimwengu watakuja pembeni. Kabisa Amina, kabisa Zuzu kangaika na hizo nguo, mbona mtu wako labda angekusaidia angekusaidia kwa 1 2 3. Sasa ikiwa kuna situation ya kujitolea, ina maana mtu utayapuuza ya pembeni, unaweza ukayapuuza. So kujitolea kuko kwa namna hiyo, ina maana madhaifu ya mtu wewe hautachukulia kwa ukubwa sana. Ina maana kuna namna ya kuweza kuyachukua, kuwa mstamilivu, kuya balance, kuyasamee, kuyadharau ili mradi muweze kwenda. So hii hali ya kutokuyumbishwa itakuwepo au haitokuwepo. Ikiwa sifa ya kujitolea ipo, ndio unaweza ukawa na hali ya kutokuyumbishwa. So hali ya kujitolea isipokuwepo, ina maana kulichukulia hili swala kwa uzito, lolote tunalosikia kutoka pembeni ina nafasi kubwa sana. Sasa tunafanyeje kwa wewe ambaye labda upo tayari kwenye haya mahusiano? Tayari inawezekana umeshakuwa kwenye ndoa moja kwa moja, tayari una mke wako au una mume, umeshakuwa na watoto wawili, au tayari una mpenzi wako ambaye tayari mpendana. Lakini inawezekana pia ukaa bado haujawa kwenye mahusiano yote. Unajuaje kwamba upo kwenye ndoa au upo kwenye aina ya mahusiano ya aina hii? Nitakupa sifa baadhi ambazo ni kubwa za kujua aina ya mahusiano ulionayo, lakini pia aina ya mpenzi ambaye anaamini. Inawezekana umekutana na mtu jana, amekwambia moja mbili, umeshakuwa kwenye moja, lakini haujui huyo mtu, je, uhusiano huu ni uhusiano wa aina gani? Sifa ya kwanza
kama ambavyo niliweza kueleza hapo awali kwenye ainisho kwamba msukumo wa kimwili unakuwepo juu kwenye aina hii ya penzi la utiifu. Ina maana mwitikio au miito ya mwili ipo kwenye level ya juu sana, ambapo wenza wa aina hii kwa nafasi ya tendo la ndoa inakuwa kwa kiwango kikubwa. Hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili ni kukosa spirit au ni kukosa hali ya kusaidiana baina yenu. Unapoona upo na mme au mke au upo na mpenzi wako ambaye toka mmeanza, ina maana unapomwangalia kwenye yale matukio ambayo wewe ulihitaji akusaidie au ajitolee kwa niaba yako, hakufanya hivyo, ujue ni moja ya sifa ya aina hii ya mahusiano. Lakini pia namna ya kutokushare, sifa ya kutokushare maumivu. Unajua anasema kwamba rafiki wa kweli utamjua wakati wa shida. Sifa ya kutokushare maumivu baina yenu tayari ni moja ya kigezo ya sifa za aina hii ya mahusiano. Lakini pia mmoja asipoumia kwa niaba ya mtu mwingine. Ina maana kama ni mwanaume au mwanamke asipokuwa nafasi ya kuumia kwa niaba yako, hivi ni viashiria, licha kwamba ni nyingi ambazo hatuwezi kuzitaja zote, lakini hizo zinakuwa ni baadhi ya sifa ambazo tunaziona kwenye aina hii ya mahusiano. Sasa nafikiri wewe hapo ulipo, kwa umri unao kuanzia miaka 18 kuendelea, kwa sababu ni umri tayari wa kutu uzima, licha kwamba kwa ulimwengu tulionao inawezekana wengine wanaanza mahusiano kabisa wangali kwenye umri wa chini, lakini hapa nazungumza na wale ambao tayari wameanza kwenye kisheria miaka 18 na kwenda juu. Nini ufanye au unapokuwa tayari umeingia kwenye mahusiano na namna hii? Sasa nini ufanye? Kwa sababu siwezi kusema kwamba tayari umeshaona hili basi umeshakuwa kwenye ndoa. Lakini pia aina hii ya mahusiano hata kwenye ndoa inapatikana, kwa sababu ni mahusiano, ndoa ni kitu kingine. Sasa nini ufanye? Hapo kuna ushauri mmoja tu ambao mimi nitaweza kukuachia. Ikiwa kwa hivyo vyote ambavyo nimetoka kuvieleza hapa utabaini au utaona kabisa vinakugusa wewe kwenye mahusiano yako ulionayo kwa sasa au kwenye ndoa ambayo tayari unayo kwa sasa. Sasa nini ufanye ili kuweza kwenda vizuri? Mimi sipo hapa kwa ajili labda ya kuachanisha kwenye mahusiano yako. Kulingana na yote ambayo nimekwenda kuyaeleza hapo nyuma, hapo juu, hapo kwa nyuma kidogo, wewe ni nafasi ya kuweza kuyaangalia, kuyasikia na kuyatafakari. Je, yanakugusa kwa kiasi gani, kwa namna gani? Ili ikiwa moja kwa moja unajifeel au unajihisi kabisa yamekutachi wewe kwenye ndoa yako au yapo kwenye mahusiano yako, ina maana tayari kuanzia sasa ufahamu ya kwamba aina ya mapenzi ya wewe au ndoa yako ipo kwenye aina ya mapenzi au mahusiano ya utiifu. Sasa tayari upo kwenye ndoa. Mimi sipo kwamba labda uachane na mume wako au no uachane basi na mpenzi wako, hapana. Sasa nini ufanye au nini mfanye nyinyi ikiwa tayari nyote kwa pamoja mnaangalia video hii? Ushauri wangu mimi ni kwamba mjitathmini nyinyi. Ikiwa tayari mmejitathmini kwa hichi ambacho nimekwenda kukieleza, na changamoto kubwa ni kwamba mlizibe lile pengo ambalo nimesema ndio kasoro kubwa ya aina hii ya mahusiano, ambao ni kasoro ya kutokujaliana. Mkisha jitathmini, ninachoweza kuombeni kwamba mzibe hili pengo au huu mwanya ambao unaweza kupelekea ndoa yenu au mahusiano yenu kutokudumu. Kwa sababu kasoro kubwa kama nimetoka kueleza ni kwamba ni kukosa sifa ya kujaliana. Ina maana ya kutokushare shida na raha, ya kutokuumia badala ya mtu mwingine, badala ya mwenza wako, ya kutokusikia maumivu yanapompata yeye, wewe pia amekutachi.
ina maana sasa mkienda kuziba hili pengo, ina maana moja kwa moja kama ulikuwa au mpi company mwenza wako, kuanzia sasa jitahidi kujifunza kufanya hivyo. Ikiwa ulikuwa humsaidii pale ambapo labda alihitaji sasa msaada uonekane kwako, basi jitahidi kufanya hivyo. Moja kwa moja utakwenda kuziba hilo pengo na itakuwa ni tiba mojawapo ya aina hii ya mahusiano. Lakini cha pili, ikiwa sasa hili litashindikana, maana ndio njia pekee, yani ushauri hapa ni mmoja wa kuokoa hii aina ya mahusiano. Ili kuokoa aina hii ya mahusiano kuweza kwenda mbele, yani tiba ni moja, kuziba pengo la kujaliana liwepo. Sasa ikiwa sasa mtashindwa kufanya hivyo, kila mmoja atashindwa kupata ujasiri au spirit ya kujali mwenza wake, itashindikana, basi option ya pili ni kuziba masikio na kufumba macho. Ina maana kuziba masikio ni kwamba kwa yeye kutokusaidia, watu wako wa karibu wao watakuandama kukuonyesha madhaifu ya mwenza wako. Sasa wewe uko na Amina, wewe uko na Pasco, mbona hivi na hivi, umepata shida hapa, hajafanya chochote. Kuna wengine mpaka ukweni huko atakwambia, sasa wewe mume wako mnamnania wa nini? Ona hapa shida yako hii, hajafanya hivi, ona unaumwa, ni kama vile hakujali. Wewe ziba hayo masikio na ufumbe macho ili usione, kwa sababu inawezekana ukamwona kweli amepata hela, lakini shida ulionayo haitatui na wakati alitakiwa itatue. Jifanye kama vile haujaona kama amepata hiyo hela, ili muweze kwenda kuokoa ndoa hiyo, kwa sababu kinyume na hapo, uhai wa ndoa hii, uhai wa mahusiano yenu sio mbali, wala hautochukua muda mrefu, utavunjika. Kwa hiyo sifa pekee ambayo nitakushauri au kwa hitimisho, kwa feedback, ni kwamba tumeweza kuona aina hii ya mahusiano ni aina ambayo wapenda nao inaitwa ni penzi la mahaba, kwa sababu miito wa mwili, miito ya mwili ipo juu. Ni mahusiano ambayo mkielewana pamoja, mkielewana vizuri, muda wote mnakuwa mko closed. Tumesema faida zake ni kwamba ni mara nyingi mnakuwa mko pamoja, kasoro ikiwa mtakuwa mmeendana. Kasoro tuliisema ni kwamba ni kasoro ambayo nafasi ya kujitolea kwa niaba ya mwingine inakuwa ni hafifu. Tukaja kusema ya kwamba nini ushauri au sifa au zile sifa ishara. Tumesema kutokujitolea ni hafifu, lakini pia kutokuumia kwa niaba ya mwingine ni hakupo, lakini pia kutokushare maumivu ni sufuri au ni kwenye level ya chini. Sasa nini ufanye? Tumesema ya kwamba cha kufanya ni kwamba ni nafasi ya nyinyi wenza wawili kukubaliana kuziba lile pengo la kusaidiana liwepo, au la kujitolea kwa niaba ya mwingine. Mlirudishe, mjitahidi kadri mnavyoweza. Hamwezi kuanza kwa kiwango kikubwa, lakini mdogo mdogo mtakwenda mnajaza hilo pengo. Lakini kama hilo litashindikana, kujitahidi kuliziba, basi kila mmoja wenu afumbe macho na afunge masikio, azibe masikio kabisa, ili kutokusikia pembeni, lakini pia kutokuona yale ambayo unahisi inaweza ikaongeza hasira au kuongeza chachu. Kinyume na hapo, maisha ya ndoa au maisha ya mahusiano yenu itakuwa ni hafifu. Kwa hiyo hiyo ni aina ya kwanza katika zile aina kuu 4 ambazo niliweza kuzitenga za mahusiano, ambayo tulikwenda kuona leo. Ni aina ya mahusiano au penzi la utiifu. Kwa hiyo nikushukuru sana wewe ambao umekwenda kunitazama mwanzo hadi mwisho. Nikusihi tu kwamba uendelee kuwa pamoja na Juice Media ili kuendelea kupata yale madini au zile dondoo ambao ni elimu tunaweza kusaidiana ili kuweza kusaidiana kwenye ndoa ambayo tayari tumeingia, au mahusiano ambayo tunayo kwa sasa, au ambao tunatarajia kuyaingia, ili kuepusha ile kuingia kwenye mahusiano leo umeachana na huyu, kesho uko na mwingine, au ndoa leo baada ya wiki mbili, mwezi mmoja, mtoto mmoja mmezaa, mmeachana. Kwa hiyo kuna mambo mengi. Kwa hiyo nikushukuru sana, asante. Endelea kusubscribe Juice Media hapo chini, ili kila ninapokuwa naweka video kwenye session zetu hizi za Love Balance, basi uweze kufikia. Ni kuombe, hii elimu ni ndefu na tumeanza from scratch ili tufike mwisho. Kwa hiyo nikuombe angalau kwa dakika zako ngapi zitenge kusikiliza kipindi hichi,
naamini tukienda pamoja kwanza mwanzo hadi mwisho, utakuwa umepata vitu vingi sana na utujutie kwa ule muda ambao umeutenga kwa ajili ya kunisikiliza au kushare experience hii, ili itusaidie wote kwa pamoja kwa maisha bora au ndoa njema au mahusiano bora kwa maisha yetu. Asante na Mungu aendelee kubariki.